Naam, unasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni mtasari mwenyewe wa habari za moto. Moko, wazalendo na FRDC warushiana risasi. Ituri, gavana wa Ituri arudi na ujumbe mzito. Uganda, Muhoozi Kainerugaba awasha moto na wazalendo ambao hatoweza kuuzima. Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati asubuhi, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, tarehe 24 za mwezi wa 6 2025, ambako uko nasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa skrini yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Kumbuka pia tuko Facebook pamoja na TikTok, na tembelea Baraka1 TV channel 2 ambako utakumbana na baadhi ya matukio yanazidi kujiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Fizi, ndani ya kitongoji cha Mboko ambacho wazalendo na FRDC warushiana risasi. Milio ya risasi ilianza kusikika kuanzia usiku wa Jumapili hadi asubuhi ya tarehe 23 mwezi wa 6 2025 ndani ya kitongoji cha Mboko jimboni Kivu ya Kusini tarafani Fizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya sekta ya Tanganyika. Kutokana na vyanzo mbalimbali pamoja na shirika la kiraia Machozi ya Kongo, milio hiyo ya risasi ilisababishwa na kutokuelewana kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na waza. Wazalendo wamekataa kurudi kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC ndani ya kitongoji hicho cha Mboko, huku wakisema kwamba hawana imani nao. Kitongoji cha Mboko pamoja na maeneo mengine jimboni Kivu ya Kusini yalikuwa ni maeneo ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kukimbia, huku wakiaminika kwamba walikuwa tayari wamekwisha kula fedha ya M23 na hivyo kuachia njia ili waweze kudhibiti maeneo yao ikiwemo Uvira, Luvungi, Sange pamoja na maeneo mengine. Ni wazalendo pekee ndio waliovumilia na kuziba njia magaidi wa M23 kuingia maeneo hayo, na baada ya muda mchache majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalianza kurudi na hivyo kujaribu kuwalazimisha wazalendo waondoke maeneo ambako walikuwa wameyakimbia, na hivyo wazalendo kukataa katu. Ndiyo chanzo cha mapigano yaliyotokea maeneo ya Mboko tarafani Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Upande mwingine, maeneo ya Nzibira, wazalendo wamefanikiwa kuwatonga magaidi wa M23 na hivyo kunyang'anya gari aina ya Land Cruiser. Kwa shamra sana, ile gari yetu tulinyang'anya ba M23 nafika Nzibira, ndio ile shamra iko Nzibira. Ile Land Cruiser ya mupya kabisa. Bale ba besile walituzoea sana. Mungu anatupenda sana Nzibira na napenda wa majeshi wetu. Wasonge mbele kabisa, wafanya action. Ushindi kwa wazalendo Nzibira. Na baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Fizi, Mboko na maeneo ya Nzibira, moja kwa moja tuingie Ituri ambako gavana wa Ituri Luboya Kasha Majoni arudi na ujumbe mzito. Luboya Kasha Majoni, gavana wa mkoani Ituri, baada ya mkutano wa magavana uliofanyika maeneo ya Kolwezi, hatimaye ameweza kurudi ndani ya mkoa wa Ituri huku akiwa na ujumbe mzito wa wananchi.
Gavana huyo mwenye kuwa na machungu ya Ituri na gavana wa kijeshi ambaye anapambana kwa ajili ya kudumisha amani pamoja na usalama wa Ituri ameweza kupokelewa na maelfu ya wananchi, wanawake, watoto, wazee pamoja na vijana, huku akitoa ujumbe mzito wa amani na kuhimiza kwamba sikuja hapa kwa ajili ya kuchimba migodi, sikuja hapa kwa ajili ya dhahabu, wala sikuja hapa kwa ajili ya kujitajirisha. Mimi ni askari na kazi yangu ni kuwalinda nyinyi na kuwapeni amani ya kudumu. Mengi na zaidi, ujumbe huu kutoka kwa Gavana Luboya Kasha Majoni, Luteni Jenerali. yangu ni usoda. De partir à la minute, je vais partir. Tunasikilizana? Le jour où on va me demander de partir, à la minute, je vais partir. Tunasikilizana? Mais kitu kimoja tabalomba ni amani. Nipatiane amani, kando munene na muneza nipatia ni amani. Sina besoin ya kitu. Hapana, balimona muumini, shiendake muumini. Naisha kuambia ule mtu ataona mashini yangu kule kumini alunguze hiyo. Si vile? Ukiona mashini yangu kule kumini mnafanya nini? Ulunguze. Mie kazi yangu ni usoda, kuleta amani. Kama mimi naona mnatembea vile mnatembea kama njia, mimi naona population inashikia furaha, naona wamama wazee wanakuwa walinipatia tu aksanti ile inea. Ile aksanti ile nakuya hapa na hii baridi mnakuya hapa inatosha. Sina besoin na kitu hata moya. Mie napenda mfurahi, napenda mtumike usiku jua saa zote. Depuis mimi nifika hapa, le jour où on va me demander de partir, à la minute je vais partir. Tunasikilizana soda. De partir, à la minute je vais partir. Tunasikilizana? Le jour où on va me demander de partir, à la minute je vais partir. Tunasikilizana? Mais kitu kimoja tabalomba ni amani. Nipatiane amani, kando munene na muneza nipatia ni amani. Sina besoin ya kitu. Hapana, balimona muumini, shiendake muumini. Naisha kuambia ule mtu ataona mashini yangu kule kumini alunguze hiyo. Si vile? Ukiona mashini yangu kule kumini mnafanya nini? Ulunguze. Mie kazi yangu ni usoda, kuleta amani. Kama mimi naona mnatembea vile mnatembea kama njia, mimi naona population inashikia furaha, naona wamama wazee wanakuwa walinipatia tu aksanti ile inea. Ile aksanti ile nakuya hapa na hii baridi mnakuya hapa inatosha. Sina besoin na kitu hata moya. Mie napenda mfurahi, napenda mtumike usiku jua saa zote. Depuis mimi nifika hapa, le jour où on va me demander de partir, à la minute je vais partir. Tunasikilizana? Na Mungu nasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe ni 24 na mwezi wa 6 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele, King Sele the only one king from USA, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, ukiwa unasikiliza Baraka One TV, bila kumsahau pia Dieudonne Butoto kutoka Michigan nchini Marekani. Endelea kutembelea Baraka One TV ili uwe kwanza kuwa unapata matangazo yetu kila siku, asubuhi, mchana pamoja na jioni. Usikose kushare pamoja na kusubscribe Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tuingie nchini Uganda, ambako Muhoozi Kainerugaba awasha moto dhidi ya wazalendo ambao utashindwa kuzimisha. Mtoto wa Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ambaye ndiye kamanda mkuu wa majeshi ya Uganda UPDF, punde tu baada ya kutoka jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako alikutana na rais wa nchi ya DRC Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pamoja na idara mbalimbali za jeshi na makamanda wa jeshi,
ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa X kwamba wazalendo ni waasi na hivyo lazima UPDF na FARDC waweze kuwashughulikia popote ambapo watawapata, na endapo watakuwa wana akili basi waweze kujisalimisha. Na nukuu jinsi alivyoandika: wazalendo are definitely a negative force. Believe the joint forces between UPDF and FARDC. We will attack them wherever we found them unless they are clever enough to surrender. Kwamba wazalendo ni kikosi cha uasi na hivyo watawapiga endapo watakutana nao wao na FARDC. Kama wazalendo wana akili basi ni vyema waweze kujisalimisha. Kauli hii imeweza kuwachukiza wazalendo na hivyo wazalendo kuweza kumjibu kwa kuandika barua. Wananchi wa DRC wana mtazamo gani kuhusiana na kauli hizi za mtoto wa Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba? Huyu hapa ndugu yetu kutoka maeneo ya Ruchuru. Ile sinjo yenye mtu alikuwa anasema hata ule peti alikuwa na iko Kinshasa. Donke ule peti ya Museveni naye donke kichwa yake hahesabu yake mzuri. Na tena njo batretre ba kwanza, na njo batretre ba kwanza, na njo yenye tunasemaka donke na hii kushirikiana na wa UPDF wa Uganda. Donke nayo ni makosa yenye wanafanyaka kule Beni. Donke na njo yenye muta naikalaka na iko nasema bote donke biko komplisi moya na wale ba DEFNAL donke ni barebere ya Uganda. Na njo maana donke kusema vile donke ni juu ya haya. Juu ya nini hakubisemea pale mbele ya wengine wakubwa wake wenye alikuwa na iko nabo pale Kinshasa na mbele ya president. Nao njo ile, na kama donke mahakama ilisha amua vile basi ile njo yenye ilikuwa ninastahili tu. Nao kusema aba wenye walifanyaka makosa kusema donke babaache nabo tena baikale mu population antukana pale na batakuwa na banatukwaza sana. Na kwa juu na kuko na aba bashefu wenye balikuwa na banatumika nabo hapa mu Ruchuru vitu gani na ginsi Goma biko na nyanyasa, na hapa mu Ruchuru ni vile mataxe donke balisha pandisha mataxe sana, ni kukwambia kidogo na saa unasita kidogo banakutia ndani na fimbo. Donke leo hii balisha kwa na bitide za mubaya, basi mimi kuvikamata tu vile tunasubiri donke matakiwa ya Mwenyezi Mungu. Na baada ya hivyo rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashawahi kuzungumzia kuhusiana na swala la wazalendo, huku akiamini na akiwaamini asilimia kubwa wa wazalendo na wala hana wasiwasi na wazalendo. Qui sont les wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce que en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FARDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Na asante sana kuendelea kusikiliza Baraka One TV. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya tarehe 24 mwezi wa 5 2020 na mwezi wa 6 2025, majira ya saa 12 ya asubuhi saa Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Tukutane majira ya saa 9 pamoja na majira ya saa 6 na saa 12 jioni, ambako tutajadili mambo mengi yanazidi kujiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.